رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad bin Abdillahi sallallahu alayhi wasallam. Tuanza kusoma shairi za bwana ambaye kwamba ni mwanachuoni mkubwa na ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mchaji Mungu aliyeshikamana na ibada na kufanya mambo mema katika maisha yake yote, na hakika ni mashairi ambayo kwamba yana mazingatio makubwa ndani yake na yatuonesha namna gani yafaa tuishi katika huu ulimwengu wetu na namna gani tuongoze nafsi zetu na nyoyo zetu tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Mashairi haya ya Tabaraka Dhul Ula wal Kibriya ambao kwamba yasomwa huku kwetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kila baada ya tarawehe katika madarasa na nyakati zingine. Tumependelea tuendelee katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kutabaruku na mashairi kama haya. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze na tupate baraka za bwana huyu mtukufu inshallah kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Maneno yake ameanza kwa kusema Tabaraka Dhul Ula wal Kibriya tafarrada bil jalali wa bil baqa'i. Atuambia shekhe, Tabaraka Dhul Ula wal Kibriya, ametakasika mwenye utukufu, Dhul Ula wal Kibriya, na ukubwa, tafarrada bil jalali, aliyepwekeka kwa ukubwa, wa bil baqa'i, na kubakia milele. Ameanza kwa kumsifu Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakasika na kila mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuka kwa kila utukufu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyobeba sifa ya ukubwa. Hakuna mkubwa zaidi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ni Al-Khaliq, ndiye muumba, aloumba kila kitu, ndiye mwenye kutoa riziki na ndiye mwenye kurehemu waja wake wote. Na hapa ni muhimu mwanadamu azingatie, akielewa kwamba analolifanya Mola Subhanahu wa Ta'ala, amuangalia Mola Subhanahu wa Ta'ala, amtizama, na yote ambayo kwamba ayapata katika maisha yake ya duniani yatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni riziki, ikiwa ni siha, ikiwa ni pumzi, na zote ambazo kwamba tuziona katika macho yetu, basi tujue kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake na kwa ukubwa wake ndiye anayeturuzuku na ndiye anayetuneemesha katika hii dunia. Mola Subhanahu wa Ta'ala amepwekeka, yani yeye peke yake Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyebeba sifa ya ukubwa. Ni kumaanisha kwamba sisi tusijifananishe na Mola Subhanahu wa Ta'ala tukajifanya ni wakubwa kuliko wengine, tukajifanya ni bora kuliko wengine, ilhali sote ni viumbe tumeumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola kama huyu tafarrada, amepwekeka, bilbaqa, kadhalika na kubakia milele katika hii dunia. Kullu man alaiha fan, kila ambacho kwamba kiko katika mgongo wa ardhi na ndani ya ardhi na juu la ardhi, zote zitatoweka, zitaondoka. Kila kilichoumbwa kina mwanzo wake na kina mwisho wake, isipokuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayekubaki
peke yake. Alikuweko Mola Subhanahu wa Ta'ala kabla kila kitu, na atakuweko kadhalika baada ya kila kitu. Kisha atuambia katika ubeti wake wa pili, wasawa almauta baina alkhalqi turra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelinganisha mauti kwa viumbe vote, kwa binadamu na kwa wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mauti kwa watu wote kwa jumla, sio kwamba mauti wamewekewa ni watu fulani hawatofikiwa na mauti. Kila nafsi itaonja mauti, kila mwenye ruhu, basi ruhu kama ile itakuwa ni yenye kutoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mauti tajiri, amemwekea mauti maskini, amemwekea mauti mwenye nguvu, amemwekea mauti dhaifu. Kwa hiyo shekhe atutahadharisha kwamba katika huu ulimwengu tukae tukijua kwamba tumeingia lakini tutatoka. Tumepatiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala nafasi ya kuja duniani ni kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tumeletwa hapa kwa ajili ya ibada peke yake, na hatukuletwa kukaa milele. Tumeletwa ni kama wapita njia. Tutaondoka baada hapa tuelekee katika maisha ya barzakh, na baada hapo ikiwa tutakuwa ni wenye kufanya mazuri, basi tutakuwa ni watu wa peponi, na Mwenyezi Mungu asitujalia kuwa ni katika watu wa motoni. Sasa Sheikh atuambia kwamba mauti Mwenyezi Mungu amewaekea watu wote. Fakulluhum rahainun lilfana'i, na wote ni kama mfano wa kitu kuwekwa rahani, imewekwa lakini baadaye kitarudishwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta, lakini baadaye tutaondoka katika huu ulimwengu turegee kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tukisha kuregea kuna hisabu, tuangaliwe tumefanya mazuri ama tumefanya mabaya. Kisha atuambia wa duniana wa in milna ilaiha, na dunia yetu japo tutalemea katika hiyo dunia, katika kupenda dunia, wa talabiha almata'u ila inqita'i. Atuambia shekhe, hata kama tutapenda dunia kiasi gani na tutalemea katika kushughulikia ulimwengu, lakini kuna siku tutaondoka katika hii dunia. Hata kama kutakuwa na starehe aina gani, starehe mzuri kiasi gani, lakini kuna siku tutaondoka katika huu ulimwengu, tuache zile starehe ambazo kwamba tutafurahikia, na yote ambayo kwamba tuyaona pengine ni mazuri ya duniani, yote tutakwenda kuyawacha, turudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha atuambia shekhe, baada kutuambia maneno kama haya, ala inna rukuna ala ghururin, atuambia basi jua na utanabahi, jua hakika kwamba huku kutegemea katika mambo ya kutudanganya, ya kutughuri, kutupoteza mwelekeo wetu kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, yale yote yanayotughuri. Sheikh atuambia ila daril fana'i min al-ana'i, huku kutegemea dunia, ukaifanya dunia ndio mategemeo yako, dunia ndio bora kwako. Atuambia shekhe, min al-ana'i, ni katika taabu kubwa, kama alivyotuambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba hubbu dunya ras kulli khati'a, kwamba kupenda dunia ni kichwa cha kila makosa, cha kila balaa, yote yatokamana na kupenda dunia. Ukisha kupenda dunia, basi utafanya lolote bila kuwa na hofu, bila kujali, kwa sababu wewe wataka ile dunia kwa njia yoyote.
kisha atuambia waqatinuha sari'u ta'ni anha. Atuambia shekhe, na mkazi wa hiyo dunia ni mwepesi kusafiri, kuondoka, kuacha huo ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuondosha mwanadamu kama alivyomleta, amemleta kwa amri yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kumuondosha shekhe atuambia ni kitu chepesi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni amri tu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na amri yake ni baina kafu na nuni, inma amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akiamrisha tu ruhu ya mwanadamu fulani itoke, basi hapo hapo itatoka. Tusijidanganye tukaona labda tuweza tukajikinga na mauti. Hata mtu awe wapi ajikinge na majeshi kiasi fulani, majeshi wingi na nini, aweke silaha, hawezi kujikinga na mauti. Ataondoka duniani, hata akaishi kama alivyotuambia Imam Shafi, mwenye kuishi miaka 1000 ama 2000 ana budi isipokuwa yasiru ila alqabri, atakwenda kaburini. Ni kukaa vizuri, kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepukana na makatazo yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndio tutapata salama hapa duniani na kesho akhira, pamoja na kutanguliza kufanya mema, sadaka na kila maaruf, kila jambo zuri ni sadaka. Ikiwa hata mtu hana cha kutoa, kutanguliza wama tuqaddimu min anfusikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia na chochote kile ambacho kwamba mutakuwa ni wenye kukitanguliza kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala, min khairin, tukamana na khairi yoyote, tajiduhu inda Allah, utaipata ile khairi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba umeitanguliza. Wama rabbuka bidhallami lilabid, Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kumdhulumu mja wake. Ukifanya lolote zuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwekea lile jema lako, utakwenda kulipwa malipo makubwa kesho akhira. Atuambia mwisho, wa in kana alharisa ala thawai, japokuwa huyu mwanadamu anapupa katika kubakia katika ule ulimwengu. Ukitaka vita, umwambie mtu kwamba wewe utakufa. Kawaida mwanadamu ataka kubakia na ana hofu ya kufa, apenda ulimwengu, lakini si mkazi wa ulimwenguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi tuwe ni wenye kuja duniani na kuondoka. Tuko duniani ni mtihani, kuangaliwa tu nani atafanya mema, nani atafanya mazuri, na yule atakayekufanya mazuri atalipwa mazuri, na atakayekufanya mabaya atalipwa adhabu kutoka kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuafikia kila la khairi, atuepushie kila mashari, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana, tuweze kufuata maneno haya mazuri ya bwana mkubwa kama huyu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongoze sisi na watoto wetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. رمضان 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 كريم